الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد من أحرم من الميقات ورفع بالتلبية الأصوات. الله أكبر عدد من طاف بالبيت العتيق وعظم الحرمات. الله أكبر عدد من وقف بعرفة وسكب العبرات. الله أكبر عدد من بات بالمزدلفة ورمى الجمرات. الله أكبر عدد من ذبح ونهر وحلق واعتمر. الله أكبر من ذكره ذاكر وكبر وهلل مهلل واستغفر. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Awali ya yote ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya afya na nafasi kuweza kuhudhuria katika mawanja haya matukufu kwa ajili ya kutangaza sha'airullah. Lakini baada ya kuyasema hayo, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Allah ndo tiketi ya sisi kuingia katika makazi yenye kudumu ya milele tukiwa salama salmin. Ayuha almu'minun, hadha yawmu 'idukum wa farhikum wa mawsim hajjikum wa naharikum. Ndugu zangu katika imani, hii leo ni siku ya Eid yenu na ni siku ya furaha kwenu na ni msimu wa hija kwenu na kuchinja kwenu. Yaumu dhikrin wa takbir. Leo hii ni siku ya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkabiri Mwenyezi Mungu, wa tahlili wa ta'dhim, na kuleta tahlili lakini pia na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa wingi. Yaumu badlin wa ata. Leo ni siku ya watu kujitolea kuwasaidia maskini na kusaidiana sisi kwa sisi kwa ajili ya kudumisha udugu wetu wa Kiislamu na mapenzi baina yetu. Wa tadhiyatun wa fida ja'alahu Allahu a'zama al-ayyami 'indah. Mwenyezi Mungu ameifanya siku hii ya Eid kuwa ni siku tukufu sana kwake. Wa khatama bihi al-ashara al-ma'lumat, na amehitimisha leo hii katika zile siku 10 muhimu, katika yale masiku 10 maalumu aliyoyachagua kuwa ni bora kwake. Wa bada bihi ayyam al-Eid, lakini kwa kuhitimisha huko akaanza kwa siku hii kuwa ni mwanzo wa siku ya Eid al-Mubarakat, katika zile siku zilizobarikiwa. Wajala biha sha'aira, na akaifanya siku hii ya leo, siku ya Eid al-Adha ya kuchinja, kuwa ni katika alama kubwa za Mwenyezi Mungu, wa hatta ala ta'dhimiha. Hivyo akasisitiza mno kuitukuza siku hii tukufu ya Eid al-Adha. Qala tabaraka wa ta'ala fi surati al-Hajj: dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub wa man yu'adhim sha'air Allah, yeyote mwenye kutukuza sha'airi za Mwenyezi Mungu, alama ya Mwenyezi Mungu, fa innaha min taqwa al-qulub,
Hakika kufanya hivyo ni katika kuonyesha uchaji Mungu wa nyoyo zetu. Ayuha almu'minun, enyi waumini, yaumuna hadha yaumun nahar, siku yetu hii ni siku ya kuchinja. Wa huwa yaumul hajji al-akbar, nayo ni siku ya haji al-akbar. Fadhalahu Allahu azza wa jalla wa adhama, ameifadhilisha mno Mwenyezi Mungu na ameitukuza siku hii. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata kusema, inna a'dhama al-ayami inda Allahi tabaraka wa ta'ala, hakika miongoni mwa masiku matukufu mno mbele ya Mwenyezi Mungu, yaumun nahri thumma yaumul qarr, ni yaumun nahri ambayo ni siku yetu tulionayo hii ya leo, siku ya kuchinja. Kisha akasema thumma yaumul qarr, rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani. Kisha siku ya Qarri ambayo siku hiyo wanachuoni wamesema ni siku inayofuata baada ya Eid al-Adha. Wa yaumul Qarri huwa al-yawmul 11, ni ile siku ya 11. Wa qad harrama Allahu alaykum siyama yawmil Eid, Mwenyezi Mungu amewaharamishieni kufunga siku hii ya Eid ma ayami tashriki, lakini pamoja na siku hizi za mtandanyama, siku 3 baada ya Eid. Kuanzia leo tukahesabu siku 3 mbele, ni haramu kwetu sisi kufanya ibada ya funga. Wafata lakum fiha abwaba at-tawsi'ati wat-taysir, Mwenyezi Mungu katika siku hizo amekufungulieni milango ya taysir. Fa abaha lakum ni'matan wa fadaila, akawapesheni nyie, akawahalalisheni nyie neema mbalimbali na fadhila zake. Washara lakum dhikrahu wa thanahu, na akawekeni sheria kumtaja Mwenyezi Mungu na kumsifu yeye katika masiku haya. Ndugu zangu, kuanzia siku ya leo ni kumkabiri na kumdhukuru Mwenyezi Mungu, lakini na masiku hayo ya mtandanyama, siku 3 baada ya siku hii ya kuchinja. Wala tambueni ndugu zangu Waislamu, anna dhikra fiha min akhassi al-a'mali allati tuqarribukum ila Allah azza wa jalla, hakika kumdhukurunia Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu katika masiku hayo ni katika matendo ya kujikurubisha mno kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili aweze kutusamehe madhambi yetu tuliyowahi kuteleza. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyamu tashriq ayyamu kul aklin wa shurb, masiku haya mtandanyama baada ya siku hii ya leo ni masiku ya kula na kunywa katika yale yaliyokuwa ya halali. Wa dhikri lillahi azza wa jalla, na ni masiku ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume akakomea hapo. Masiku haya baada ya siku hii tukufu ya Eid ni masiku ya kumtaja Mwenyezi Mungu na ni masiku ya kufurahikia kula na kunywa. Wa yawm hadha al-yawm al-ashir akhir al-ayyam allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na siku yetu hii leo yawm nahar ni katika siku za mwishoni katika masiku aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni masiku bora katika dunia. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr, hakuna katika masiku mtu akafanya matendo yaliyokuwa mazuri katika siku hiyo min hadhihi al-ayam, kuliko katika masiku haya 10 ya mfungo 3. Fasabiqu ila kulli wa ala kulli khair ayuha al-mu'minun, hivyo shindaneni katika kuyaendea kila mambo yaliyokuwa mema na mkulike kuyafanya yale yaliyokuwa ya kheri. Amali yoyote utakayoifanya siku ya leo hailingani na amali yoyote utakayoifanya katika siku zitakazokuja huko mbele. Na leo ni siku ya mwisho katika zile siku 10 alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amali yoyote utakayoifanya hailingani kimatendo, kiubora na amali yote utakayoifanya katika siku zisizokuwa hizi. Hivyo bado tunayo fursa ndugu zangu katika imani
hii ni siku ya mwisho ya leo katika ile masiku 10 ya Dhulhijja. Hivyo tunao fursa kuimalizia tukafanya chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau tarka bi'ahaka biwajhi talib au biwajhi talib, katika riwaya nyingine, usidharau chochote katika heri, japokuwa ni kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu, japokuwa unakutana na ndugu yako hali ya kuwa umetabasamu. Hivyo ndugu zangu, hizo ni amali za kufanya, hususan katika siku hii ya leo ya Eid. Ayuha almu'minun, wa ayyamu tashrik hiya al-ayyamu al-ma'dudat, na ayyamu tashriki hizi ni masiku tu yenye kuhesabika, allati dhakaraha Allah fi kitabih, ambayo Mwenyezi Mungu aliyataja katika kitabu chake, faqala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, mtajeni Mwenyezi Mungu katika masiku yenye kuhesabika. Hapo wamekusudia ni hizo ayyamu tashrik. Wakad ijtamaa fiha takbiru al-mutlaq wal-muqayyad fayakunu fi kulli al-awqat, watu waleta takbira, waleta tahlili katika nyakati hizi zilizobaki na nyakati wote, hata baada salawati al-mafruḍa, hata baada ya swala za faradhi, wayamtaddu ila salati al-asr min al-yawm al-thalith ashara, na zinavutika, muda unaendelea mpaka pale itakaposwaliwa salatu al-ashri katika siku ya 13. Ndipo hapo unaweza ukaachana nazo, lakini kumdhukuru Allah ni katika maisha yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa sisi tuwe ni wenye kuleta adhkari mara kwa mara, kwa sababu ndio maisha yetu. Angalia mwanadamu, kila unachokifanya wewe kimetanguliziwa adhkari. Unapotaka kulala lazima umdhukuru Mwenyezi Mungu. Unapotaka kula, unapotaka kufanya chochote, hata unapotoka nyumbani kwako kuja hapa, kuna adhkari za kutamka. Hivyo utaona ndio maisha ya mwanadamu yanapotakana tuyaige hivyo, ndugu zangu katika imani. Asema ayyamu tashriki ayyamu sharifatu rafia, na masiku haya mtandanyama ni masiku matukufu mno. La yuradu fihi na dua, faida yake ni kwamba yeyote mwenye kuomba dua katika masiku hayo, dua yake haina pazia. Farfa'u rabbatakum ila Allah, nyanyueni mapenzi yenu kuyapeleka kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, bid'awati, kwa kufanya madua mbalimbali, kwa sababu tuambiwa ad-du'a mukhul lil ibada, dua ndio ubongo wa ibada zote. Hivyo tunapotembea, tunapofanya chochote, tusisahau kuleta dua zetu. Wasaluhu min fadlihi jazila al-hibat, na tuombe Mwenyezi Mungu fadhila zake. Wakad istahabba ba'd salaf, na wamependekeza baadhi ya watu wema waliotangulia kuwa ayukthira al-mu'min fi hadhihi al-ayami min qawl, akithirisha muumini katika masiku haya dua hii, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bila shaka dua hii kila mmoja wetu katika sisi amehifadhi. Hivyo wamependekeza salafu saleh kwamba katika masiku haya matatu ya mtandanyama tukithirishe sana dua kama hii: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almu'minun, enyi ndugu zangu waumini, inna taqarruba ila Allah bidhahaya sunnatun adhima, hakika kujikurubisha na kujisogeza na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya dhahaya, kwa kuchinja, sunnatun adhima, ni katika sunna zilizokuwa kubwa mno na tukufu. Wa shari'atun qawima wa hiya afdal min as-sadaqati bi thamaniha, hiyo ni bora kuliko kutoa thamani ya sadaka, kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Mtu akafanya kichinjo ni bora kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Waliyatahayyari almu'min afdalaha wa atyabaha, hiyo ni achague muumini kile kilichokuwa bora wa atyabaha, na kizuri katika ibada yake ya kuchinja. Waliyakhrijha khalisatan liwajhi alkarim la riya'an wala mubahat,
na hivyo afanye hivyo kwa kutakasa, kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu aliyekuwa mtukufu, si kwa kufanya ria, si kwa kujionyesha kwamba na mimi fulani anione nimefanya, wala kujigamba. Wayabda'u waqtaha min ba'di salati al-Eid, huanza wakati wake wa kutekeleza ibada hii baada ya swala ya Eid ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua, akhir ayami tashriki, mwisho wa masiku haya ya mtandanyama. Ibada hii inaanza baada ya swala ya Eid ya kufanya kichinjo na inavutika muda wake mpaka katika siku za mwisho za mtandanyama katika ayyamu tashriki. Wala budda fiha an takuna min bahimati al-an'am, na hapa na khiari ndugu zangu katika imani, kuwa miongoni mwa wanyama wanaofanyiwa kichinjo ni bahimatul an'am, ni wale wanyama ambao huelezwa kila siku bahimatul an'am, wasiwe ndege, ni ngamia, ng'ombe, mbuzi ama kondoo. Wala budda min as-sinni al-mu'tabarati shar'a, wala hapana hiari vile vile kuzingatia muda uliopangiwa mnyama ule ile kufanyiwa hicho kichinjo. Awe mfano ngamia wametaja wanachuoni, awe ni ngamia aliyotimiza miaka 5, huyo ndo anafaa kufanyiwa kichinjo. Kama ni ng'ombe, awe ni yule aliyofikisha miaka 2 iliyotimia. Kama ni mnyama mbuzi, ni yule aliyofikisha mwaka mzima. Lakini pia kama ni kondoo, ni yule aliyefikisha miezi 6. Hao ndo wanyama ambao kwa kuzingatia muda ndo hufaa kuchinjwa, si kuchukua tu mnyama hata kama bado yuko chini ya umri huu tuloutaja. Wa khuluha min al-uyub, lakini pia watofautiane na wao, sema na kasoro za aina yoyote katika wanyama hao. Asiwe ni mnyama aliyepigwa pembe, asiwe ni mnyama yule ambaye ni chombo ambaye inabainika chombo yake, asiwe ni mnyama alokondeana. Mtume akusudia nini katika kusema haya? Yani asiwe na kasoro ambayo inaweza kubadilisha ile ladha ya nyama ya yule mnyama. Wastahabu lahu an yakula tasaddaqa minha, na imependekezwa na ni vizuri ayakula tasaddaqa minha, akala yule ambaye amefanya kichinjo, lakini pia akatoa sadaka. Na hapa wanachuoni waliagawa makundi matatu, wakasema unaweza ukafanya thuluthu kwa ajili ya maskini, thuluthu kwa mafkara, lakini thuluthi nyingine ni kwa ajili ya wewe mwenyewe uliofanya kichinjo. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqra, kuleni miongoni mwa nyama hizo, lakini nyama zinginezo muangalie mafakiri. Fatakarabu ila Allah bihadhihi al-ibada, nikurubisheni ndugu zangu Waislamu kwa ibada hizi. Wa'lamu anna al-ajra fiha adhimun wa ziyada, na mtambue hakika malipo kwa kuyafanya haya ni makubwa mno. Fala qadri ma yaqumu fi qulubikum min ta'dhim ash-shari'a, na mtu atalipwa kwa kiasi cha kusimamia yeye moyo wake kutokana na sheria hizi zilizowekwa. Warabatin fima inda Allahi bilmathubati al-kabira, fadhalika alladhi yas'adu ila rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, namna utakavyowekeza nia yako katika ibada yako ndivyo Mwenyezi Mungu atakulipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema la yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa bashiril mu'minin. Mwenyezi Mungu hataki la yanala Allaha luhumuha, hataki zile nyama wala dimauha wala damu zile mnazochinja zile zinazotoka, wala si shida zake, walakin yanaluhu taqwa minkum. Mwenyezi Mungu anataka uchaji Mungu ulioko katika nyoyo zenu. Kadhalika sakharaha lakum, na hivyo ndivyo alivyowasahilishia Mola wenu, litukabbirullaha, ili muweze kumtukuza Mwenyezi Mungu, ala ma hadakum, juu vile alivyokuongozeni kwayo, wa bashiril muslimina, na wape bishara wenye kuyafanya mazuri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ndugu zangu katika imani, tuyazingatie haya majambo na ili tupate faida kwayo.
aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baada ya kusema haya na kuhusieni kwa mara nyingine na kuhusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almu'minun, tajammalu fil 'Eid wa kunu min ahli at-tuhur wan naqa. Enyi ndugu zangu katika imani, jipambeni kwa ajili ya siku hii ya Eid na kuweni min ahli at-tuhur wan naqa, na kuweni katika watu wenye kushinda na tahara na kujisafisha. Wazayinu qulubakum bittaqwa, lakini kubwa mzipambe nyoyo zenu kwa ucha Mungu. Fa innaha mahallu nadhari rabbi, kwa sababu hiyo ndio sehemu anayoitazama Mwenyezi Mungu jalla fi'ala. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, haangalii uzuri wenu, anaangalia matendo yenu na nyoyo zenu. Wal-Eid fil Islam tadhkiru bi ni'mati al-ukhuwati fi din, na Eid katika Uislamu ni kukumbusha, ni kukumbuka neema ya udugu katika dini hii ya Kiislamu. Wa ta'kidu ala al-intisami bi hablillahi al-matin, na kukokoteza katika kufungamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu wote, wala msifarikiane. Fal-Eidu qurbatun wa ibada. Ndugu zangu, Eid hii ni ibada, wa farhatun wa saada, na ni furaha na ni utukufu. Yabdhulu fihi almu'mininu tahania wa du'a, waumini hupeana furaha, hupeana hongera, wa du'a na kuombeana dua katika siku kama hizi. Watusafa fiha nufus min ad-dha'in wa shahna, na kusafisha nyoyo zao kutokamana na mafundofundo na magomvi. Siku hii ya leo si siku ya kukujiana. Siku hii ya leo ni siku ya kuombeana dua, kupeana salamu, kuonyeshana bashasha katika nyuso. Ndio maana Mtume akatuambia tusidharau walau amtalka ahaka biwajhi talib, japo kukutana na ndugu yako kwa uso uliokuwa mkunjufu. Si vizuri siku ya leo mtu akakunja sura yake kumkunjia ndugu yake, si mambo mazuri. Ndugu zangu, kumbukeni Mwenyezi Mungu anatuambia mlipokuwa maadui, fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha nyoyo zenu, mlikaribia kuangukia katika shimo la maafa. Mwenyezi Mungu akazikurubisha nyoyo zenu na mkapambaukiwa mkiwa nyie ni ndugu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayyatuha al-akhwatu al-muslimat, enyi dada zangu Waislamu, wan-nisa'u al-mu'minat, na wanawake waumini, an-nisa'u shaqa'iqur rijal, fattaqina Allah fil aqwali wal a'mal. Wanawake shaqa'iqur rijal, wametokana na wanaume, wakasema ni maua ya wanaume. Fattaqina Allah fil aqwali, mcheni Mwenyezi Mungu katika kauli, wal amali, na katika matendo, wa fil azwaji, na katika kuwatii waume zenu, wal buyuti, na katika majumba yenu, wal amwali, na katika mali. Hafidhna ala salawat, hifadhini swala zenu, al-maktubati, katika swala za faradhi, fi awqatiha, katika nyakati zake. Fa innahunna miftahu kulli khairin wa salah, hakika kuyafanya hayo enyi dada zangu na mama zangu ni katika ufunguo wa kila kheri na amani. Asijakalamika mtu leo katika nyumba yake haitulii, kumbe yeye si mwenye kuyafanya hayo yaliyotajwa yenye kutuliza amani. Wa akhrijna zakata was sadaqat, na toeni zaka na sadaka.
fa innaha wiqayatun minan nar, hakika kuyafanya hivyo hiyo ni kinga ya moto. Wa alaykunna bil hijabi wal ihtisham, na jilazimisheni na kuvaa stara, hijabu ya kisheria, wal ihtisham, watajannabna bitabarruja wal athar. Maalasaf shadid, leo hii ndugu zangu, katika hijabu za kisheria zile alizofundisha Mtume hazipo. Watu anavaa hijabu ya sawasawa, lakini inachora mwili wake. Hizo si katika hijabu za kisheria. Mwanamke anatembea maumbile yanaonekana, hapo ndugu zangu, hiyo si hijabu ya kisheria. Lakini na wanaokuwa wanaingia katika madhambi makubwa ni hao waliotajwa kwa sifa katika Qur'ani kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bila shaka wao ndio hununua mavazi hayo, tena ya ghali mno. Hayo ni majambo ambayo hayatakiwi, lakini wajiepushe na mizururo ya kijahilia. Anakuwa ni mwenye kutembea tu mitaani bila ruksa ya mume wake na kujipamba na manukato mbalimbali, ili mradi kwa nia yake kwa kuwa chafu watu wapate kunusa ile harufu yake. Na ni makatazo makali sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke huyo. Mwanamke yote atakayetoka nyumbani kwake amejifukiza manukato, lengo lake hapo, pia tunarudi katika nia, lengo lake ili watu wapate kuinusa ile harufu yake ilivyokuwa nzuri, huyo huhesabiwa ni mwenye kufanya uzinifu mpaka itakapomwondokea harufu hiyo. Waqaddimna ma tatasina min alkhairi li anfusikum, tangulizeni yale yatakayonufaisheni nyinyi nafsi zenu. Tasaadna fi dunya wal ukhra, mtapata saada duniani na akhera. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuha almu'minun, inna al-a'yada lam tushra fi al-islam illa bi al bahjat was-surur. Sikukuu hii haikuwekewa sheria katika Uislamu ila lengo lake ni kudhihirisha furaha wa idhahabi waghari sudur, na kuondosha vifundo katika vifua, wa ibarazi sha'air al-islam, lakini kubwa ni kutangaza alama ya Uislamu, wa shukri al-Maula subhanahu ala ma aula min al-fadl wal-in'am, na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhila alizotupa mbalimbali na neema. Ndio maana ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni sunna pale unapoenda katika salatul Eid upite na njia hii, lakini unaporudi upite na njia nyingine. Lengo ni kutangaza sha'airul Islam, hususan katika miji yetu hii ambayo bado Uislamu haujakuwa umeendelea. Hivyo ndugu zangu, hayo ndio malengo ya kufaradhishwa ibada hizi, ya kusuniwa ibada hizi. Waqad manna Allahu alaykum bihadha al-yawm al-azim, na Mwenyezi Mungu amekuneemesheni mno katika siku hii, al-sharafa wa ala sa'ir al-ayyam, wa ja'alahu 'idan sa'idan li ahli at-ta'a wal-iman, na ameifanya ni idi tukufu kwa watu wa taa na iman. Fabirru biwalidikum, wafanyeni wema wazazi wenu. Wasilu arhamakum, unganisheni wenu. Wasinu muamalata li ahli wal jiran, nafanyeni uzuri wa muamala na majirani na watu waliowazunguka. Wabdhulul maarufa, mfanye wema. Waghithul malhufa, mwasaidie wasiojiweza katika siku tukufu ya Eid. Wamuru bil maarufi wanhau anil munkar, mnapoona ubaya unatendeka muonye, na mnapoona kuna haja ya kuamrisha wema muamrishe. Watawasau bil haqq watawasau bis sabri, musiane katika siku hii tukufu katika haki, na musiane kuhusiana na mambo ya subira. Warhamu dhuafa wal aitam, muwahurumie madhaifu na mayatima. Wadkhilu farhata ala kulli insan, na muingize furaha katika kila moyo wa binadamu. Wadkhulu alfarhata ala kulli insan, wahafidhu ala aljam'i waljamaat, waakthiru min an-nawafil wa ta'at, watajannabu al-athami wal munkarat, na muache ndugu zangu mambo yaliyokuwa mabaya. Qala sallallahu alayhi wasallam,
Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumalizia atuhusia mno akisema, ya nasu, enyi watu, afshu salam, toeni salamu, toleaneni salamu siku hii ya Idi. Wa atimu taam, na mlishane vyakula. Wasilul arham, na muunganishe udugu. Wasallu billaili wan nasu niyam, na mswali usiku ikiwa watu wamelala. Tadkhulul jannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala abi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad تسليما كثيرا كثيرا. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي امرنا ولي وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجعل بلادنا بلاد ايمان وامان ورعاء وسعة ورزق وصرف عنها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Waislamu tuwe na subira kwa sababu siku yetu kama ambapo hotuba imezungumza kubwa mno, lakini tuwe wavumilivu. Kwanza kuna story kidogo baada ya hotuba imejitosheleza, ila tupate story kidogo, lakini si story nyingine, ni story inayohusiana na siku hii ya leo. Tunakaa sana dakika 90 baada ya kusubiria masaa mawili kwa ajili ya mechi, tena mara nyingine kwenye screen, mara nyingine mara nyingine katika viwanja. Leo tuko katika viwanja muswalla kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Eid al-Adha. Lakini pia kuna dua itasomwa baada ya kumaliza hapa kwa wale watakaotaka kupata dua, adduau mukhul ibada. Waislamu, nilitaka kuwakumbusha kwa msisitizo zaidi kuwa leo imeitwa siku ya Eid Nahri au Eid al-Adha. Kwa sababu gani? Ndio maana nikasema tupate kastori kadogo ambako ndiko kalikosababisha leo ikaitwa ni siku ya kuchinja. Na ndugu zangu Waislamu, suala la kuchinja ni jambo kubwa sana katika Uislamu, lakini ni moja katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametulia zaidi. Mtu amenunua gari lake basi anaamua kuchinja, lakini si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo Eid hii imeitwa Eid al-Adha. Adha maana yake ni kuchinja. Imeitwa Eid Nahri. Nahri maana yake ni kuchinja. Maana yake Eid hii imewekwa kwa ajili ya historia. Historia yenyewe ni ipi? Ndio story ambayo kidogo pamoja tungeisoma na tutaisikiliza, tukakumbuka asili ya kuchinja na mpaka siku hii ikakutana na ibada hii ya kuchinja kama hotuba ilikuwa imesema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuelezea baba yetu wa imani Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, falamma balagha ma'ahu sa'i, alipokuwa amempata mtoto wake Ismail, mtoto ambaye alipata uzeeni kutoka kwa mwanamke ambaye alikaa naye muda mrefu akiwatasa, akalazimika kuozwa mwanamke mwingine Bihaji, akampata mtoto wa ngama. Mtoto yule ambaye hakuwa ametarajia, bali ni
hadhira iliyokuja katika uzee wake. Falamma balagha ma'ahu sa'i, Mwenyezi Mungu anazungumza katika Qur'ani, pindi alipofika Ibrahimu amefikia mtoto wake yule Ismaili, anaweza kutembea naye mitaani, anazunguka naye kama wazazi wanavyofanya kwa watoto wao wanaowapenda. Alipofikia wakati ule, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mtihani Nabii Ibrahim. Mtihani upi? Akamwamrisha kupitia ndoto amchinje mtoto wake kipenzi wa pekee ambaye ni Nabii Ismail. Mwenyezi Mungu anasema Nabii Ibrahim alipooteshwa namna ile, akipewa amri na Allah Subhanahu wa Ta'ala, asubuhi alipoamka, siku kama ya leo, anaamka Nabii Ibrahim usiku, ameamrishwa na Allah amchinje mtoto wake wa pekee. Anamwambia, ya abati, ewe ya bunayya, ewe mwanangu Ismail, inni ara fil manami anni adhabuka, mimi bwana nimeamrishwa huko usiku kuwa wewe natakiwa nikuchinje, yani nikukate kichwa chako nitenganishe na mwili wako, wewe utangulia akhera. Mando Ibrahimu anamwambia mwanawe, unaonaje? Madha tara, unashauri nini katika hili jambo? Unasemaje mwanangu Ismail? Sikiliza maneno ambayo Ismaili mtoto wa Nabii Ibrahim wa pekee namna gani anamjibu Nabii Ibrahim. Anasema, ya abati, ewe baba wangu, ewe baba yangu, if'al ma tumar, fanya ulivyoamrishwa, satajiduni inshallah minas sabirin, utanifuta mimi kwa Allah huko na kusubiri twende katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu akbar. Leo mwanao mwambie, tafuta bakora nikuchape, nataka nikuchape mwanangu. Unaonaje mwanangu, tafuta bakora nzuri, nataka baadaye nikuadhibu au nikuchape. Uone namna gani mtoto huyu atakavyokuwa anajibu. Inawezekana akahama na nyumba siku hiyo, asilale nyumbani, yuko tayari kusamehe hata chakula kwa sababu tu baba anataka kumchapa. Ismail anaambiwa na baba yake, unaonaje? Yani Ibrahim kama anamshauri vile, unatoa ushauri gani, nikuchinje au nikuache? Ismail anajibu, anamwambia babake, if'al, wale wanaojua Kiarabu, anamwambia baba, fanya, ni fi'li amri, fanya hivyo ulivyoamrishwa, usitake kunitaka mimi ushauri. Satajiduni inshallah minas sabirin, utanikuta kwa Allah mimi na kusubiri. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie watoto kama hawa. Baada ya makubaliano hayo, Ibrahimu anajiandaa kwenda kumchinja mwanawe. Amevaa vazi lake, anakwenda kwa ajili ya kumchinja mtoto wake machinjioni. Ameandaa kisu chake, ameandaa kila kitu kwa ajili ya kumchinja mwanawe. Amemchukua mwanawe, falamma tallahu liljabin, akawa amelazwa kabisa Ismaili kwa ajili ya kuchinjwa. Kwanza Ismaili alimnasihi baba yake, akamwambia, ewe baba, unapotaka kunichinja nibane vizuri, nisije nikakuruka kwa ajili ya uchungu wa kisu kinapopita katika shingo. Anamshauri baba yake, lakini baba, noa vizuri kisu chako wakati unanichinja, ili ukate mara moja usione shida. Ile mimi ninapopata shida na yani piga kisu chako noa sawa ili unikate mara moja. Lakini pia baba, funga vizuri kanzu yako, maana utakapokuwa unanichinja damu itakuwa inaruka, isije ikarukia katika kanzu. Ukienda nyumbani mama yangu akaiona hiyo damu, fatahazani, atahuzunika mama. Kwa hiyo baba, fanya utaratibu ili unichinje vizuri, lakini funga uso wangu, funika uso wangu na kitambaa ili usinione wakati nabadilisha macho wakati naenda akhera. Haya ni maneno anazungumza mtoto mdogo ambaye takriban wanawachuoni anasema hakuzidi miaka 12. Anamweleza baba yake. Baba yake akatekeleza yale yote
aliyosema mtoto wake, akachukua kisu, anaanza kuchinja. Anaanza kuchinja, wanachuoni wanakwambia mara ya kwanza kisu hakikuchinja, anapiga mara ya pili hajachinja, anataka kupiga mara ya tatu, mkono wake unazuiwa na malaika na kondoo wakiwepo pembeni. Kauli inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekubadilishia kuletea kichinjwa kingine kilichokuwa kitukufu, kad swadaqta ruqya. Mwenyezi Mungu anamwambia Ibrahim, umesadikisha amri ya ndoto niliyokupa. Wafadainahu bidhibhin adhim. Qur'ani inasema akapewa kichinjwa kutoka peponi kilichokuwa kitukufu. Akaambiwa sasa hata kuchinja huyu, chinje huyu kondoo. Na wanachuoni wengine wanatuambia alipokuwa amechinja kikachinja kisu, akajikuta badala ya kuchinja Ismaili amewekwa pembeni, amechinja yule mnyama. Damu inatoka, ni damu ya mnyama. Ismaili yuko pembeni, ndio zikaja zile takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kwa Mungu mkubwa, Mungu mkubwa, Mungu mkubwa. Hakuna anayepasa kuambiwa kwa haki isipokuwa Mungu mkubwa. Hakuna mola anayepasa kuambiwa kwa haki isipokuwa Mungu mkubwa. Mungu ni mkubwa zaidi. Alafu ndio kuna yale maneno katika takbiri zetu tunasema kad sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu wa hasama al-ahzaba wahdahu. Kwa Mwenyezi Nabii Ibrahim amesadikisha, yani amekubali yale maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini amemnusuru Mwenyezi Mungu mja wake Nabii Ismaili pamoja na Ibrahim, na wote wameazimia kufanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Hiyo ndio amri ya kuchinja ilikotoka, ni sunna ya baba yetu Nabii Ibrahim. Baadhi ya wanachuoni wanasema laiti kama Ismaili angechinjwa na baba yake, inawezekana mimi na wewe leo tungetakiwa tuwachinje watoto wetu vipenzi. Habari ingekuwa ni nzito sana. Kama kuchinja kondoo tu shekhe, unashindwa kutengeneza bajeti hii, uko tayari kuchinja kwa ajili ya vitu vingine, inakuwaje ushindwe kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio sunna hii ikabakia katika Qur'ani, ikabakia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika Injili tukasisitizwa sana kuchinja. Leo Maka mahujaji zaidi ya milioni 1 wako wote, kila mmoja amechinja. Hebu tengeneza taswira ya mchinjo wa namna hii. Yaani kuna mwingine amechinja mnyama mmoja, wengine wanachinja pamoja na makafara, yaani wanaadhabu kama wameipata nyuma ni fidia, wanakuja kuchinja, kesho watachinja, kesho kutwa watachinja. Inaleta nuru fulani na kutisha. Unajua watu wakiwa pamoja katika jambo moja, kama vile watu wanapofanya pamoja, kama vile watu wanapopambana pamoja, wakaonyesha wote wameshika wanyama wanachinja. Kwanza hata damu huwa inachemka namna hii kuonyesha kwa hili ni jambo kubwa mno. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kawthar. Wewe Muhammad tumekupa mto wenye kheri nyingi sana unaoitwa Kauthar. Alipouliza akasema huwa nahrun a'tanihi rabbi, huo ni mto unaoitwa Kauthar, amepewa Mtume Muhammad na umma wake, na anaambiwa kwa katika mto huo fihi khairun kathir, ndani yake kuna kheri nyingi sana. Lakini katika mto huo watapitishwa watu wengine hawaingii katika mto huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema hao ni katika umma wangu, mbona hawaingii katika pepo yenye mto wa Kauthar? Akasema wewe hujui, la tadri ma ahdatha min ba'dika, hujui wewe Muhammad baada ya wewe nini walizusha huko nyuma yako. Ummati Muhammad waliacha kuchinja kwa ajili ya Allah, waliacha kuchinja katika Eid al-Adha, ila walichinja kwa ajili ya matambiko, walichinja kwa ajili ya makafara, walichinja kwa ajili ya kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wameshindwa kuchinja kwa ajili ya hakika, wameshindwa kuchinja kwa ajili ya ndoa,
wameshindwa kuchinja kwa ajili ya Idi, wameshindwa kuchinja kwa ajili ya kutekeleza sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akamaliza, nimalizie kwa kusema faswali li rabbika wanhar. Allah anasema swali na chinja, na wanawachuoni wanatuambia hii faswali ni swala hii ya Eid al-Adha, ndio wakaifsiri hivyo. Wanhar na chinja, kuchinja katika siku ya leo na kuchinja mwenzenu kwa haja yote. Ni rabbika, swali na chinja kwa ajili ya Mola wako, si kwa ajili ya jambo lingine. Ndugu zangu Waislamu, nawakumbusha na wasisitiza kwa tuwe tunajitengenezea utaratibu wa kuchinja, bajeti ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana leo ulipuuza ukaona sio jambo ambalo ni kubwa sana, unakumbushwa kuwa unaweza kuchinja leo, kesho kutwa. Ayamu tashiriki yalizungumzwa katika khutba, baada ya leo siku tatu zote hizi ni siku za kuchinja, na ni siku ambazo watu wanatakiwa wamtukuze Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaja sana hizi takbiri ambazo tulikuwa tunazitaja. Ni jambo kubwa sana, walitukabirullah ala ma hadakum, mtukuzeni sana Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo amekuongoeni, la'allakum tattaqun, ili muweze kupata kufaulu. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya nimeona niyasisitize, niwakumbushe, nikupeni historia fupi kabisa kwa kuwakumbusha, pamoja na kuwa najua mnafahamu, lakini katika utekelezaji ndipo kunakuwa kuna tatizo kubwa. Tuwe tunatekeleza taratibu wa hili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanikishe katika jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, tumeswali katika viwanja, ni nuru, tunatangaza Uislamu. Uislamu unatakiwa kutangaza namna hii, basi tungeweza kutangaza hata ibada hii lingekuwa ni jambo kubwa, na tukaweza kutoa sadaka kwa majirani zetu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mafukara, masikini, wajane na wale wote ambao wanastahili kupewa. Ingekuwa ni moja katika mambo makubwa sana ambayo tungekuwa tunadumisha katika miji yetu hii, hususan miji yetu ambayo dini ndio inaanza kupanda kuelekea katika kilele, lakini bado iko katika hali ya chini sana. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika jambo hilo. Ndugu zangu Waislamu, nimeambiwa baada ya hapa kwanza kuna dua kabla ya kutoka, itakuwa ni jambo zuri, lakini leo kuna zafa na chai. Chai wapi? Chai na nyama, chai na kuku. Jamani, naona baba ndio siku yake ile, ayyamul akli wa shurb. Katibu amesema ni siku ya kula na ni haramu kufunga leo. Haramu, unapata dhambi ukifunga leo. Siku ya kula na kunywa, shekhe ananiambia una zafa, lakini msikitini hapo baada ya kutoka katika swala hii kuna chai, lakini shekhe na kuku. Haya habari hizi nzito. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mnakaribishwa na tuendelee kufanya subira kwa ajili ya dua ambayo mashekhe hapa wataiongoza. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asalamu pia nakuombea wagonjwa ambao wanaumwa, Mwenyezi Mungu awape afya. Lakini baada ya dua hii tutaelekea msikitini kwa ajili ya chai, na yule mama ambaye anahitaji kusilimu basi tunamsilimisha hapa inshallah. Hizo ndio baraka za kusali, au ndio ubora wa kusali katika viwanja. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين